Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani, ziko na usiri mkubwa, na kuomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani vile tunazileta kutoka hapa Mbeya, Tanzania. Cha muhimu ama cha kuzingatia, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Kumeripuka katika taifa letu la Tanzania baada ya Askofu Josephat Gwajima kutumiwa habari za kutisha, jambo ambalo limesababisha taharuki kubwa kutanda katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba siku ya Jumapili, Askofu Josephat Gwajima wakati alikuwa na ibada kanisani aliweza kutangaza ya kwamba ikiwa Rais Samia Suluhu Hassan ni mchawi afyekwe na Mungu. Ikiwa Samia Suluhu Hassan ni mganga afyekwe na Mungu. Baada ya Gwajima kuzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan kufyekwa na kutuma laana Ikulu ya Tanzania ili kumwandama Samia, ikiwa wewe ni mchawi, ikiwa yeye ni mganga aweze kufyekwa na Mungu. Sasa kuna habari mbaya ambayo imetumwa kwa askofu huyu Gwajima. Vile mnajua Rais Samia Suluhu Hassan ni Muislamu, sio Mkristo. Na huyu ambaye alimlaani ni Mkristo, akamlaani Muislamu. Sasa wakati haya yote yanapoendelea, cha msingi Suluhu ni Muislamu. Sasa Waislamu wenzake wameweza kujitokeza wazi na kupendekeza kwamba Gwajima aliweza kumdhalilisha rais wao ambaye ni Samia Suluhu Hassan, na anastahili kuchunguzwa mbona anamdhalilisha rais na achukuliwe hatua kali za kisheria, hata kunyongwa. Sasa hawa ni Waislamu baadhi yao ambao wamezungumza katika mitandao ya kijamii ambayo tumekuwa tukifuatilia. Ikumbukwe huu sio mara ya kwanza tunashuhudia vita kati ya Waislamu na Wakristo hapa Tanzania. Kuna siku wakati maandamano yalipokuwa Tanzania, watu wakasema Samia Suluhu Hassan anastahili kung'olewa mamlakani. Kuna baadhi ya Waislamu waliweza kujitokeza katika vyombo vya habari, wakatangaza kwamba watakatana vichwa kwa Wakristo ikiwa Samia Suluhu Hassan ataondolewa mamlakani. Vitisho hizi ndizo zinaendelea kuipua maswali mengi na kusababisha taharuki haswa katika taifa letu la Tanzania. Ndio maana tumekuwa tukifanya haya yote na kuwaeleza kwamba kuna tofauti kubwa kati ya Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkristo, ambaye ni Mkatholiki. Kuna vita vikali vinaendelea kati ya viongozi hao wawili, lakini cha msingi ni kwa sababu ya udini. Haya yote ndio maana tunayashuhudia hapa Tanzania. Tunajiuliza maswali mengi. Mbona Askofu Gwajima aliweza kutangaza kwamba ikiwa Suluhu ni mchawi ama mganga afyekwe na Mungu? Alikuwa anaendelea na ibada kanisani, akalaani wachawi wakufe. Na sio Suluhu mwenyewe aliweza ama peke yake aliweza kulaani, ila tu alitumia ikiwa Suluhu ni mchawi afyekwe, ikiwa Suluhu ni mganga afyekwe, ikiwa waziri mkuu Emmanuel Nchemba ambaye sasa sio Muislamu. Mbona hao Waislamu wanaleta haya maneno? Kwa sababu Gwajima alisema ikiwa hata waziri mkuu ambaye ni Emmanuel yani Mwigulu Nchemba, ikiwa yeye ni mchawi afyekwe, ikiwa ni Gwajima mwenyewe afyekwe. Sasa alitumia mfano wakati alipokuwa anaendelea na ibada kanisani, lakini Waislamu wameonekana kuinua vichwa na kuanza kusema ya kwamba Gwajima aliweza kumdhalilisha
kiongozi wao ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wamekasirika kwa uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan kwa sababu wengi waliweza kujinjwa hapa Tanzania wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Na tunajua tu ukweli halisi, serikali ndiyo iliweza kuwachinja Watanzania kwa kile ambacho Suluhu mwenyewe aliweza kusema hawangetazama, hawangeangalia, hawangeruhusu majambazi waende kugeuza ama kufanya mapinduzi katika serikali yake. Lakini unajua, wengi wanajua kwamba Suluhu hakuchaguliwa, ila tu aliweza kujichagua. Hakukuwa na Watanzania ambao walienda kupanga foleni kumpigia kura, lakini baadaye tukaona akiapishwa. Ikiwa ukweli aliweza kuchaguliwa na Watanzania, mbona katika uapisho wake Watanzania hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho ule wake? Mbona akaapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi? Mbona akaapishwa katika uwanja wa kijeshi na hamna yeyote ambaye aliruhusiwa, ila tu baadhi ya maafisa ambao wako serikalini? Hii ni ishara tosha kwamba Samia Suluhu Hassan aliweza kujichagua yeye mwenyewe, kwa sababu mitandao ilikuwa imezimwa. Hakukuwa na njia yoyote ile matangazo ama matokeo ya uchaguzi yangewasilishwa ama kutumwa kutoka eneo fulani kuelekea kituo kikuu ambacho kilikuwa kinajumulisha kura, kwa sababu mitandao ilizimwa, internet ikazimwa, stima, nguvu za umeme zikazimwa. Lakini baadaye tunaambiwa Samia Suluhu Hassan ameshinda uchaguzi kwa 98% na kupata kura milioni 31.7. Jambo hili ndilo liliweza kusababisha wengi kujiuliza maswali, iliwezekanaje? Ndio maana wengi wakasema huu ni wizi wa kura ambao ulishuhudiwa Tanzania. Na hata hivyo hakukuwa na mtu mwenye alikuwa na nguvu ama umaarufu mkubwa wa kuwania kiti cha urais, kwa sababu Samia alijua tu anaweza kushindwa, akamzuia Tundu Lissu na ACT wa Zalendo yule ambaye anaitwa Mpina, wakazuiliwa. Na sasa hivi serikali hii ya Samia Suluhu Hassan ni serikali ya kimla, ni serikali ambayo haina huruma. Imemtesa jamaa anaitwa Tundu Lissu, kiongozi wa chama cha maendeleo na demokrasia nchini Tanzania, ambaye anaitwa Tundu Lissu. Amepitia mengi. Sasa hivi tunapokezwa habari anaugua, anaumwa sana mwilini, anataka kesi yake ikaweze kuharakishwa ili iishe, aende kushughulikia mwili wake kimatibabu kule nje ya Tanzania, ili aweze kurudi katika njia zake halisi, kwa sababu aliweza kupigwa marisasi zaidi ya 16 mwaka wa 2017 mwezi wa 9 tarehe 7. Wakati huo alishambuliwa na risasi 16, na jambo ambalo liliweza kusababisha hali yake ya kiafya kudhoofika akiwa gerezani. Ni hayo tu ambayo tumekusanya kufikia sasa. Tukipata mengine tutarudi tu ili kuwaeleza vile hali ilivyo. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho, bonyeza patoni ya subscribe ambayo ipo hapo chini, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani kila wakati. Kwaheri kwa sasa.